Bwana asifiwe. Najua ni wakati mwingine mwema ambaye tunakutana tena. Kuna ingine tena. Na tunakutana tena kwa sababu ya neno la Mungu, nikiwa katika nyumba ya Mungu, ili nikaweza kuzungumza na wewe ukweli wa mambo, ukapata kujua neno ambaye ndio hulete uzima, neno ambaye ni la Mungu, neno ambaye lina ushindi kwa kila njia. Kwa hivyo wakati huu nataka niombe na tuombe pamoja, kwa sababu hivyo ndio vizuri. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru wewe, ni kwa sababu wewe mwingi wa rehema, na ndio umetuleta katika nyumba yako ukiwa na nia njema ndani ya roho zetu au ya maisha yetu. Na kwa hivyo nakuomba ili hizi zote ukaweza kutuunganisha pamoja, ukatubariki pamoja na ukatuendea mema tukiwa pamoja. Ninakuomba ili ukawezesha hili neno likafikia wengi kwa mitandao, kwa YouTube, ili yeyote ambaye atakayesikia hili neno, Baba, wewe mwenyewe ukampa uzima wa milele. Ni kwa sababu neno lako ndio lenye nguvu na uwezo, na kwa hivyo yeyote ambaye anakubaliana na wewe, najua unamshindania kwa kila jambo. Ninajua kweli nchi yetu imekutwa na hii ghadhabu, na kwa sababu kuna ugonjwa ambaye uko hapa na pale. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambaye umejificha, huwezi kujua ni akina nani na nani. Si zote tunakusanyika tukiwa barabarani, tukiwa mahali popote. Kwa hivyo ni ugonjwa ambaye umejificha, na wewe tu kweli Baba ndio unaweza kutulinda kutokana na hili janga. Najua watu wako ulisema wakati watakuja katika nyumba yako wakulilia wakiwa katika hii nyumba, wewe ulisema utaponya nchi yetu. Na kwa sababu magonjwa tayari umeingia, wewe tu mwenyewe ndio unaweza kuponya watu wako, na ukaponya dunia mzima, kwa sababu ni ugonjwa umepenya ulimwengu mzima. Na kwa hivyo kila nchi inajaribu iwezavyo, na ninajua nchi zote ni zako. Kwa hivyo najua tukikubalika na wewe, hii magonjwa Baba utatuondolea, kwa sababu wewe ni Baba. Naomba chanzo kati ya kilele ukitupea, twasema ni asanti. Katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Waleo nataka kuzungumzia jambo ambaye liko katika maandiko, na ninajua neno lolote ambaye tunalipata katika maandiko, ukweli mtu akikubaliana na wewe anapata, unamshindania wewe, anakuwa na nguvu, anakuwa na uwezo, na ukweli yoyote ambaye anakubaliana na wewe anapata ushindi. Ninataka kusoma neno liko katika kitabu cha Wahibrania, na ni Wahibrania 3, na nitataka tusome kutoka mstari wa 7. Hiyo ndio neno nataka tusome na wewe wakati huu ambaye pengine roho yako, roho ya huyo mwingine, mambo inakuwa mengi mpaka roho yenyewe inakuwa mzito. Na kwa sababu Mungu mwenyewe hapendi mtu ambaye ana roho ngumu. Na hilo neno ndio nataka nisome, ili mimi na wewe tukajua kweli, tukaweza kushindaniwa na Mungu. That is Hebrews 3 chapter 3 verse 7. Hebrews chapter 3 verse 7, it says, "Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear his voice, not harden your hearts as happened in the rebellion of Israel, and their provocation and embarrassment of me in the day of testing in the wilderness, where your fathers tried my patience and tested
and tested my forbiddings. And found I stood there, and I stood their test, and they saw my works for 40 years. And so I was provoked, displeased, and sorely grieved with that generation, and said, they always are led astray in their hearts, and they have not perceived or recognized my ways, and become progressively better, and more experimentally and intimately acquainted with them. Accordingly, I saw in my truth and indignation, they shall not enter into my rest. Therefore beware, brethren, take care, lest there be in anyone of you are a wicked, unbelieving heart, which refuses to cleave to trust in and rely on him, leading you to turn away and desert on and become aloof from the living God. But instead, one and encourage one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened into settled rebellion by the deceitfulness of sin, and the fraudulence, the stratagem, the trickery, and the delusive glamour of his sin may play on him. For we have become fellows with Christ the Messiah. Amen. Hiyo ni neno la Mungu ambaye ukweli wa mambo umesikia. Wa leo tuko na siku ya leo, na wakati ukiwa na jioni ya leo, Roho Mtakatifu hata wa leo anatuhimiza tusiwe na moyo ambaye huamini. Ati leo tukikubali kusikia neno lake, tusiwe na ile mioyo mingumu. Ukweli kama hujui wa leo, Mungu ni wa leo. Na Mungu wa leo hataki wakati unaposikia neno unakuwa na moyo mgumu. Moyo mgumu ni kusemaji. Kuna mtu akisikia neno anajikuta ndani yake kunaanza vita ya neno la Mungu. Hata wewe fikiria, kama umekuwa nje baada ya 7, hata wewe mwenyewe utajua wewe hiyo ndio kupinga. Unapinga serikali kwa sababu sheria serikali imeshatoa, hata ikifika 7 tuwe manyumbani. Na mimi ninapatikana huko nje, si unaona huyo ndio anapinga. Unaambiwa usiwe nje 7, lakini wewe mwenyewe hutaki kusikia hiyo sheria. Na kwa sababu ya kwanza kusikia hiyo sheria sasa inachukua mkondo wake. Naye neno la Mungu vile vile, ukisikia neno la Mungu, wacha kufanya moyo wako uwe mgumu, sababu utakuwa mgumu na utakutana na ghadhabu ya huyo moyo wako kuwa mgumu. Neno la Mungu linaendelea. Ilifika wana wa Israeli, kwa sababu ya vile walikuwa naambiwa, roho zao zikawa gumu, wakamjaribu Mungu. Hata kama vile wewe unajaribu serikali kama iko huko saa moja, lakini ukweli unaweza kukosana naye siku ya kwanza. Siku ya pili mkikutana, na fikiri umesikia wale wamekutana, wanajua ni nini wamekutana naye. Kwa hivyo wakati wewe unasikia neno, wacha kufanya moyo wako uwe mgumu tena, wacha kujaribu Mungu, sababu wakati mtakutana, wewe mwenyewe ndio utajua ni nini. Ukiangalia baba zetu walimjaribu Mungu, na wakakuta yule anamjaribu vile yeye amesema, amebaki anasimama na huyo msemo. Mungu hagairi neno lake. Mungu si ati ako na kifafa, ati mara ameamuka. Hapana. Wewe ukiona Mungu kama ako na kifafa, wewe ndio utaumia. Hawa watu ukiangalia baba zetu walimjaribu Mungu, lakini walimuona akiwa wa haki, kwa sababu msemo wake ulikuwa wa haki. Hata wa leo saa hii ninapozungumza, msemo wake ni wa haki. Na wao wenyewe kwa sababu ya roho zao gumu,
Wao walikaa tu hawaoni, wakaendelea na mambo yao. Hata waangalia wakati wa Noa, watu wakati walikuwa wanaambiwa ati Mungu atalete maji. Ukiangalia kwa sababu mtu mwanadamu ako na akili dogo, wengi walianza kutanyesha na kutajaa maji. Watu wengi wakasema watapanda milimani. Ukiangalia kila wakati mtu mwenyewe you try always to excuse yourself that you are not one of them. Nakwambia ndugu yangu, wakati ulifika, na wakati ulifika mvua ilinyesha. Mipangilio ya mwanadamu ile alikuwa amepanga yote ikaaguka. Wale walikuwa wanafikiria watapanda miti, watapanda juu ya milima. Ukweli wa mambo, miti ilienda ikafunikwa, milima ikafunikwa, wengine wakapanda nyumba juu. Kulikuwa na manyumba tu ya ghorofa. Usifikirie dunia imeanza kujengwa nyumba ya ghorofa saa hii. Ni hapa kwetu imeanza kujengwa, na kwa sababu ni hapa kwetu mtu anaona kama sio hivyo, lakini ukweli wa mambo ilikuwa hivyo tu hata wakati ule. Nataka kusema nini? Nataka kusema wewe ambaye hujui, jua leo, usikae bila kujua, sababu ukikataa bila kujua utakutwa ukiwa vile. Neno la Mungu linaendelea kuniambia namna gani? Na wale walikuwa na moyo mgumu. Ukiangalia ghadhabu ya Bwana haikukosa kuwafikia. Tena linaendelea mbele. Tena inaniambia hata wewe jihadhari, usiwe na roho ngumu ile ambaye haiamini. Na watu pengine hawaamini korona iko. Kama huamini iko, wewe ujue iko, na bado inaendelea. Si ati kuna mahali imesimama. Ukweli wa mambo, ukiangalia korona ni kitu imejificha, sababu hujui kama huyo mko naye ako naye. Hata nami sijui kama huyo tuko naye ako naye. Kwa hivyo tunajaribu kupewa masharti ya kujizuia. Hiyo ni vizuri, lakini wewe mtu wa Mungu, jihadhari, usiwe na moyo mgumu ambaye huamini ate kuna shida mbele yako. Ni kama ukikuta watu wengine, ni kama mtu hajaenda kuzika mtu, mimi sitakufa, ni vizuri. Lakini wewe umeona watu wakikufa. Hawa wanakufa ni watu au ni mtu kama wewe. Na kwa sababu hiyo hakuna mtu anaweza kuwa na roho ngumu ndio mimi sitakufa. Lakini watu huwa na roho ngumu kwa sababu ya neno la Mungu. Ukiambiwa Mungu yuko na atakuja kumaliza ulimwengu wake, wewe unapuuza tu. Hakuna kitu ya kupuuza. Ni kama wale wanapuuza corona. Wewe unaipuuza tu na it is just next to you. Hujui kwa sababu corona ni ghadhabu. Ni Mungu ameleta vita kwa watu wake. Na kwa sababu ni vita, inapigwa huyu, inaachiliwa huyu. Ni kama wakati wa Yesu kurudi. Biblia inatuambia yeye atachukua mmoja pale, mwingine pale, na mwingine huko kwingine. Kwa hivyo si atakuja kuokota. Naye ukiangalia ugonjwa inachukuliwa ni huyu mwingine anapata, inaruka huko. Hebu angalia saa hii. Ilikuja tu pengine na mtu mmoja wawili. Ukiangalia saa hii imeenea. Kule imeenea, ukiangalia ni karibu imeingia kaunti nyingi. Kwa hivyo wale watu ambaye hawaamini, ambaye bado mtu anasimama tu na roho yake ngumu, ukisikia neno la Mungu hutaki kubadilika, ukiambiwa uokoke, unaona kama utaokokea mtu mwingine. Hapana, wewe unaokoka peke yako. Wewe uko na haja na Yesu peke yako. Mimi nilikuwa wakati wangu ulifika, mimi nikamhitaji Yesu peke yako. Sikumhitaji na bibi, sikumhitaji na marafiki, hata
Hata sikuambia marafiki kwa heri nikitoka huko. Mimi nilitoka kivyangu kwa sababu nilikuta moyo wangu ni ule, mimi nilikuwa na kaidi neno la Mungu. Nilikuwa nikifanya yale Mungu amekataa watu wasifanye. Kwa hiyo mimi nilikuwa mmoja ya kutenda maovu, ya kutenda dhambi zile Mungu amesema ukitenda hii na hii dhambi nitakuhukumu, nitakutupa jehanamu. Mimi sikuwa najali kwa sababu roho yangu ilikuwa ngumu. Lakini nikaambiwa ukitoka wewe jifanye. Wakati huo nilikuwa mzee kijana. Mzee kijana, unajua damu ilikuwa moto. Kwa hivyo sikuwa naona kama naweza kufa. Kwa hivyo nikawa na moyo mgumu. Nikawa hata sikichiki. Nikiambiwa umaraya ni mbaya, mimi nasema hiyo ndio supu. Hebu angalia. Hiyo huko ndio naona huko mimi ndio supu. Kutoka hapo mimi nikasadiki neno la Mungu. Wakati nilisadiki neno la Mungu, kutoka hapo mimi nikakubaliana. Vile roho yako ilikuwa ngumu, sikujua Yesu alitumwa kuniokoa. Mimi nilikuwa naambia watu alikuja kuokoa ulimwengu. Kwa hivyo mimi sikuwa mtu wa kuokolewa. Wewe pengine tuko na wewe, hujajua wewe ni mtu wa kuokolewa bado unakaa kando. Na hizi shida ambazo zimefukuta utakuta wewe mwenyewe uko kati ya hizi janga. Umekutana na hii ghadhabu kwa sababu umekosa kuamini mwenye kuleta ghadhabu katika ulimwengu. Na ukikataa kuamini mwenye kuleta ghadhabu itakutana na wewe. Kwa sababu ukikutana na ghadhabu, hapa ndio mtu anaanza kuangalia, kama ningekubaliana siku ile. Ni kama mwizi. Angalia mwizi wakati anaimba anasema ameangukia. Wakati atashikwa amejaribu kujuta akiwa sasa mikononi mwa sheria. Anajaribu kujuta, sheria naye inasimama na yeye. Kwa hivyo ndio tunaambiwa tujihadhari. Kujihadhari ni kama wakati mimi najihadhari nisikutwe ije na saa moja. Kwa hivyo nami najihadhari ndio nisiwe na moyo, nisiwe na roho ambaye ni gumu, ambaye hata ikisikia neno haiyeyuki, inakaa na yule ugumu wake. Na hiyo moyo gumu ukiangalia vizuri ndio inakutana na ghadhabu. Kwa sababu najaribu kukanywa, mimi sielewi. Najaribu kuambiwa hivyo, mimi siwezi. Nikimalizia Biblia yangu inasema hivi. But instead, one admonish, I encourage one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened into settled rebellion by deceitfulness of sin. Angalia vizuri. Mimi kama siku ambayo inaitwa leo, wacha siku ya kesho, siku ile ambayo inaitwa leo, mimi nisikubali kuwa na roho yenye udanganyifu. Roho yenye udanganyifu ni gani? Moyo wa mtu ukiangalia umudanganya sana. Na ninataka nikurudishe nyuma kidogo katika kitabu cha Jeremiah 17, nafikiri verse 5. Ndio uone kweli roho wa mtu ni mdanganyifu. Unamdanganya tu, wewe utaishi tu, na wewe huna shida, na hakuna shida utakutana nazo, wewe utakuwa sawa. Hiyo ni uongo wa roho ya mtu. Biblia yangu ambaye niko naye inasemaje? Inasema hivi: the heart is deceitful above all things, and it is exceedingly perverse and corrupt, and is fearfully mortally sick. Who can know it? Perceive, understand. Be acquainted with his own heart and the mind. Roho ya mtu hii yangu na yako ni mdanganyifu.
na imegojeka. Roho ni mtakatifu na imegojeka. Wewe fikiria kwa nini hii roho ni mtakatifu na imegojeka? Ni kwa sababu moja. Nani anachunguza? Nani anachunguza moyo wa mtu? Yule anachunguza moyo wa mtu ni Mungu. Na ndiye akakuta roho ya mtu ni mtakatifu na imegojeka. Na inawaza mambo nyingi. Nani anajua ndani ya moyo wa mtu? Mungu mwenyewe. Na kwa sababu ni Mungu tu anajua hiyo roho. Hiyo roho ni mbaya. Hiyo roho yako ni mbaya. Inandanganywa na yule yuko ndani. Ati mambo yote ni shwari, mambo ni sawa. Ukweli hata hii ugonjwa ukija, kuna watu wengi walikuwa wametabiri. Ndio ujue utabiri mwingine wa shetani. Walikuwa wanasema 2020 ni mwaka wa baraka. Tukiwa 2019 pale tukianza pale 24 angalia zile message ulikuwa unatumiwa. Message za baraka. Vile utainuliwa, utakuwa na mambo kubwa, utakuwa na magari mingi, utakuwa na machamba na biashara kubwa. Angalia. Wacha biashara, hata yako pengine imeanguka. Na ulitumiwa message nyingi ya kuhadaa tu, kukuweka utarajie hayo mazuri. Wapi? Ilikuwa inatoka wapi? Unapewa property za uongo. Lakini nani alikuwa anajua hiyo moyo? Mungu tu ndio alikuwa anajua hii moyo. Na kwa sababu ndio anajua roho ni mgonjwa, iko na mambo mengi ambayo imefichwa ndani. Kwa hivyo Mungu, wakati Mungu anakuja kutembea, Mungu anakuja kutembelea moyo wako na moyo wako. Akitembea anakubarikia yale ya ujao moyo wako. Ndio watu kutoka huo mwaka ukiangalia January mambo ikakuja kukuja mambo ikafika. Hata hivyo hata biashara zimefungwa, kumekuwa na kavyo, boundaries zimekuja, kaunti inafungwa. Hebu angalia hiyo sijui mwaka yule alitabiri hivyo kwa pia alikudanganya. Alikutabiria uongo, akakudanganya na unabii ya uongo. Hakuna mwaka ukweli wa mambo ya mambo utakuwa mgumu kama huu. Na ujue ni mgumu. Hebu angalia hata serikali yenyewe inajaribu kupunguza taxes kwa sababu ni mwaka ngumu. Lakini wale walitabiri walikuwa wanatabiri kwa sababu wanatabiri kama ile matabiri iko inaitwa Mika 2:11. Nitasoma tu ndio ujue. Kuna watu wengi wanatabiri kitu ambaye haina mbele na haina nyuma. Ukiangalia kitabu ya Mika 2:11, hebu niangalie haraka Mika ili uone kuna watu wanatabiri mambo nyingi. Tabiri au kutabiri. Mtu anatabiri mambo nyingi mazuri tu. Hakuna mtu anatabiri mabaya, hata hakuna mtu anatabiri atakufa. Yeye anakutabiria tu yale mazuri na yeye hana. Lakini anakwambia yako itakuwa mzuri. Na yake inasema hivi. 2:11, Mika 2:11 inasema, if a man walking in a spirit of vanity and in falsehood should lie and say, I will prosper to you of wine and a strong drink, O Israel, he would even be the acceptable prophet of this people. Huyo ni Mungu alisema hivyo. Yule mtu anapendwa na watu wanamwangalia sana, ni yule anakutabiria tu. Yule anakutabiria maovu. Akwambia ukweli, anakutabiria tu vile mambo yako itakuwa mzuri. Vile utapanuliwa mipaka, vile utakuwa, hata anaweza kuutabiri aseme utakuwa president. Ukisikia utakuwa president, hata utamlipa. Lakini Biblia yako ile ambaye mtu akiwa anaongozwa na ile roho ya utakatifu, huyo ndio anakubalika ni hawa watu. Kwa sababu yeye anakutambilia vile kapombe katakuwa mkasuri, vile mambo yako itakuwa, lakini hakwambii vile Mungu amesema.
Bora atuambii, tunataka ututambilie vile Mungu amesema. Unajua kama ungetabiri utuambie saa hii korona itaisha siku fulani, tungejua ukweli umeongea ya Mungu na siku hiyo iishe. Lakini ikosa kuisha, tutasoma Deuteronomy 13 tena. Ukute kuna wengine walikuwa, Biblia inasema mtu akitabiri jambo likose kufika au likose kutimika, huyo alitabiri kwa mambo yake yeye mwenyewe. Na nikipata hiyo maandiko katika kitabu cha Deuteronomy sijui 13 nitafurahia sana, ili mimi na wewe tujue ukweli wa mambo. Kwa sababu hilo hukumu hilo ambaye haielewi, haikubaliani na Mungu, inakaanga huko tu. Haitaki kukubaliana na Mungu, inakaa huko tu, na kwa sababu ya kukaa huko hujui mambo iko namna gani, lakini utajua siku zake zikifika. Nitasoma 13, Deuteronomy 13 from verse 1. If a prophet arises among you, or a dreamer of dreams, and gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder that foretells to you comes to pass, and if he says, let us go after other gods you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the word of that prophet, or to that dream of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your mind and heart, and with your entire being. You shall walk after the Lord your God, and eventually fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and you shall serve Him, and cling to Him. Mambo ni mengi. Wenye kuota ndoto, wenye kusema mambo bado ni wengi, lakini wanakwambia hivi na hivi, alafu wanakwambia tupitie njia hii na hii. Biblia inasema usiwafuatilie. Maandiko ni mengi ambayo ningesoma, lakini kwa sababu ya muda sitaki kuendelea sana, lakini nataka nifikishe hapo nikikwambia ati ukweli, wewe usiwe na ile moyo ngumu ule ambaye haikueleweki. Usifanywe ugumu ni dhambi zako, dhambi za mtu kufanya moyo wa mtu uwe ngumu, kwa sababu yeye haoni. Lakini akitabiriwa mambo ya uongo, hapo yeye mwenyewe anachika na anasimama pale, na dakika ya mwisho atajikuta aliamini uongo. Bwana atubariki sana. Bwana atubarikie hilo neno lake, na ninajua tutakuwa tukiendelea na tutakuwa pamoja, na ninajua Mungu atatubariki. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru wewe mwenye uzima, wewe mwenye neno, ili wewe Baba ukatubarikia hilo neno, ili kila roho ya mwanadamu isiweko gugumu ni dhambi, kwa sababu dhambi ikiwa ndani ya mwanadamu, roho ya huyo mtu huwa ngumu, na ikiwa ngumu, ukweli wa mambo, baada ya haya mambo yote mtu ingia Jehanamu, kwa sababu hakutupata nafasi ya kukiri wewe ni Bwana. Na kwa sababu hilo ni neno lako na nimelisoma katika maandiko yako, Baba, bariki watu wako wale wamesikia neno, wasaidie na uonekanie na uwe pamoja na wao. Nasi tukitoka mahali tuko, Baba, tunakuomba ukaandamana nasi, ukatubarikia magari ambayo tutakuwa ndani yake, ukatuongoza na ukatufikisha manyumbani mwetu salama salamini. Na ukitufikisha Baba, tutasema wewe unastahili, na unastahili kwa kila jambo. Tena ninakuomba kwa sababu ya magonjwa ambayo iko ndani ya nchi yetu, Baba, ni wewe tu mponyaji. Bariki serikali yetu, bariki viongozi ambayo wanatuongoza, wasaidie wanapotekeleza kazi zao, na ukitenda hayo yote, sifa na shukrani ni zako. Ni katika jina lako kuu na la Yesu na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini.
Amen.